tumeona baadhi ya maeneo kipindi cha mtihani kilifika, wazazi wanakuwa ni sehemu moja ya kuharibu maisha ya mwanafunzi. Kitendo cha kumwambia mwanafunzi asifanye vizuri kwenye mtihani wake wa taifa umeenda kuharibu maisha yake yote yanayopata. Kwa hiyo naombe sana wazazi, sisi tuna mchango mkubwa sana kwenye ufaulu kwa watoto wetu, lakini pia kuna kategori nyingine. Wazazi sisi nyumbani tunakwenda shule, tunakula asubuhi, tunakula mchana, lakini tunakubali mtoto aende darasani kuanzia asubuhi mpaka jioni hajala. Tunapoelekeza kuchangia chakula kwa ajili ya mtoto inaonekana kama ni usumbufu, lakini kiuhalisia kama wewe nyumbani unakula kile ambacho mtoto wako anapaswa kula, ndio hicho ambacho unatakiwa kukitoa kupeleka shuleni ili mtoto wako akasikilize masomo akiwa na akili timamu. Tunaamini hata sisi hapa tukikaa masaa mawili matatu mpaka 7 huko bila kula hatuwezi kusikia kitu ambacho tunaambiwa. Kwa hiyo tunaombe sana. Tathmini hii tunayofanya leo ikawe tathmini ya kina, ikawe tathmini ambayo tuna malengo kabisa ya kuhakikisha tunaenda kuongeza ufaulu kwenye sekta ya elimu msingi na sekta ya elimu sekondari, ambayo pia tumeambiwa hapa mwaka 28 itakuwa ni elimu msingi kwa ujumla kuanzia awali mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, nilisema niseme haya kwa utangulizi, lakini niwashukuru sana walimu. Ninajua na changamoto kubwa za utendaji, mazingira ambayo naishi, kuna changamoto ya nyumba za walimu, stahiki na malipo mbalimbali, lakini tuendelee kuona serikali inafanya kazi kubwa. Kama ambavyo nimetoka kusema, tumelipa kiasi kikubwa sana cha fedha kwa ajili ya stahiki za watumishi. Tumeona uboreshaji wa miundombinu kwenye madarasa, lakini pia jitihada pia zinaongezwa kuhakikisha hata makazi ya walimu yanaboreshwa. Dairo safi. Mheshimiwa Mwenyekiti,